Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Tumekuwa na desturi ya kuwa na midahalo kama hii wakati wa kusherehekea siku ya Afrika, siku ya kuzaliwa Afrika. Kawaida ni tarehe 25 mwezi Mei, lakini kwa sababu kesho ni Jumapili, tuliona hii shughuli hii tuifanye hapa Jumamosi. Na hii ni edition ya 15. Tulianza miaka 15 iliyopita. Kwa muda mwingi midahalo hii ya kusherehekea siku ya Afrika ilikuwa nafanya Afrika Kusini. Lakini kwa kuzingatia kwamba Mheshimiwa Thabo Mbeki ni rais pia ambayo anaheshimika na mtetezi mkuu sana wa masuala ya Afrika, na ametumia muda mwingi wa uongozi wake na hata baada ya kustaafu katika kushughulikia masuala mbalimbali ya Afrika, tukaamua kama bodi ya ushauri kwamba midahalo hii itakuwa inazunguka katika kanda mbalimbali za bara la Afrika. Mwaka juzi ilikuwa zamu ya kanda ya Afrika Magharibi, na mdahalo kama huu wa kusherehekea Africa Day ulifanyika mjini Conakry, Guinea. Mwaka jana tulifanyia South Africa, na mwaka huu kwa Afrika Mashariki tukaamua kuja kufanya Tanzania. Heshima kubwa kwa nchi yetu. Lakini hata huko nyuma katika midahalo tuliyofanya, kama kuna nchi imetoa watu ambao wametoa hotuba nyingi za kusherehekea ni Tanzania. Unakumbuka mara ya kwanza alikuwa Rais marehemu hayati Ben Mkapa, alikuwa msemaji mkuu wa Africa Day ambayo inaandaliwa na Thabo Mbeki Foundation. Lakini pia Mheshimiwa Balozi Salim Mohamed Salim pia aliwahi kushiriki. Kwa hiyo hii mara ya tatu sasa Tanzania inashiriki kikamilifu katika mijadala hii ya kusherehekea siku ya Afrika. Sasa mwaka huu ni dhana kubwa ya tulivyokuwa tunazungumzia, na shughuli hii imeanza toka Jumanne iliyopita. Kwanza kuwa na mdahalo kule Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa kuwaunganisha vijana. Tunasema tu vijana ndio viongozi wa kesho, lakini sisi kama Thabo Mbeki Foundation huwa tunakuwa na midahalo na vijana kuona maandalizi yao vipi katika kuchukua wajibu wa uongozi wa nchi zetu na bara letu. Alafu Jumanne tulikuwa na mjadala wa Blue Economy ambao ulifanyika pale Johari Hotel, kuzungumzia haya maswali ya uchumi wa maji au bahari, na tulichukua muda mrefu sana huo. Jumatano tulikuwa chuo kikuu, na tukawa Johari Hotel tena jana kwa kuwa na mdahalo na wafanyabiashara na wawekezaji kuhusu masuala hayo ya jinsi gani tunaweza kusogeza gurudumu la maendeleo la bara la Afrika kiuchumi katika sekta binafsi. Tulikuwa na mjadala mzuri sana, na hivi leo ndio tumefikia tamati ya sherehe hizi. Tulitegemea wasemaji mbalimbali kufika, lakini bahati mbaya wengine wameshindwa. Lakini hivi sasa mjadala unaendelea, na wapo katika panel hiyo kuna Waziri Kabudi, Jenerali Ulimwengu na Profesa Isa Shivji, wako katika mjadala wa kuangalia Afrika tumetoka wapi hapa tulipo hivi sasa, na jinsi gani tunaweza kwenda mbele katika kupambana na changamoto mbalimbali za maendeleo barani Afrika. Changamoto za kiuchumi, za kijamii, za kisiasa, za ulinzi na usalama, ya kutanzua migogoro mbalimbali, ndio masuala makubwa yanayozungumzwa katika huu ukumbi hivi sasa. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.